Mpendwa mtoto na rafiki wa Yesu, ninakukaribisha katika ibada ya neno la Mungu na maombi siku ya leo. Na neno la leo linasema, amani yangu nawapa. Amani yangu nawapa. Na katika maisha unaweza ukajikuta muonekano wako wa nje unaonekana una amani sana, una utulivu, una kila kitu unachokitaka kwenye maisha yako, lakini ndani kabisa ya moyo kuna fukuto limeendelea, kuna vurugu zimeendelea, kuna manung'uniko yanaendelea. Leo tunakwenda kuangalia namna ambavyo Mungu Yesu Kristo akiingia ndani ya chombo cha mashua ya maisha yako anavyoweza kuleta utulivu mahali pasipo na utulivu. Utakuwa na mambo makubwa manne, na usiondoke haraka, usiwe na haraka ndugu yao. Mwishoni kutakuwa na maombi na matamko ya kiroho ambayo yanakwenda kugeuza maisha yako ikiwa utaamini. Tuombe. Baba, ninakushukuru kwa baraka ya neno la leo. Wewe ambaye ni bingwa wa kutuliza ghasia za moyo, wewe ambaye ni mtaalamu wa kutangaza amani palipo na vurugu, asante maana mtoto wako leo unakwenda kumbariki na baraka ya baraka zote, baraka ya amani ya Yesu ndani yake, katika jina la Yesu, amen. Kitabu cha Yohana 14 mstari wa 27, maandiko matakatifu yanasema, amani na waachieni, amani yangu nawapa. Msifadhaike mioyoni wenu, wala msiwe na hofu. Sasa msingi wa ile fungu ni neno lile linalosema amani yangu nawapa. Sasa ili ujue amani yangu nawapa ni amani ipi, ina sifa zipi, ina nguvu zipi, ina uzuri gani ili uitake. Unajua kuna kitu unaweza kuona kitaka kwenye maisha yako au ichambimu kwenye maisha yako, lakini kwa sababu ukifahamu uwezi kuona uzito wake. Hata ukitafuta kwake unakitafuta kinyonge. Lakini moja ya jambo bora na la muhimu sana katika siku ya leo ni fungu hili la Yohana 14:27. Yesu anaposema amani yangu nawapa. Najua unaweza kuwa unaishi hapo, lakini una amani ya mume wako au una amani ya Yesu. Una amani ya mkataba uliosaini kutoka mkataba wa temporary kwenda mkataba wa permanent. Ndio inakupa amani. Amani unayo wewe hapo ni kwa sababu watoto wako wana maisha mazuri, wana uwezo kukusaidia. Amani unayo hapo wewe kwa sababu mara ya mwisho kuugua ni miaka ya 90. Lakini ngoja nikwambie, hiyo sio amani. Kuna kitu kinaitwa amani ndugu yangu. Kuna kitu kinaitwa amani mtoto wa Kongo ambacho inaitwa amani yangu, amani yangu, amani ya Yesu. Sasa tunamo mfano kwenye maandiko matakatifu ambao unaionyesha hii amani ya Yesu inafananaje. Rafiki yangu, ukisoma kitabu cha Marko 4 mstari wa 35 na kuendelea, kuna kisa hapa. Yesu baada ya kuwa amehubiri mahali fulani, ikafika jioni, akawaambia wanafunzi wale ndio waliomwambia kimsingi, tuvuke tupande kwenye vyombo twende upande wa pili wa bahari, kazi yetu hapa imeisha. Wakaondoka wanafunzi, Yesu akiwa ndani ya chombo kimoja wako, na wapambe wengine nao wakaondoka na vyombo vyao. Hawakufika mbali sana, maandiko yanasema kukawa na dhoruba kali sana, upepo ukivuma, wingu likashuka, giza likatanda, mbele giza, na ikafika hatua yale maji yaliyokuwa nje yanaingia kwa kiwango kikubwa kwenye vile vyombo. Kimsingi chombo kikaanza kuzama, mtumbwi ingawa ikaanza kuzama, jahazi alilokuwa Yesu likazama. Lakini maandiko yanasema wakati mambo haya yote yanaendelea kutokea, Yesu alikuwa amelala kwenye sheksi mahali fulani pazuri pata sheksi. Wale jamaa wanafunzi wakamfuata wakamwambia, mwalimu, walimwambia neno Bible, mwalimu, hivi unaona ni vizuri si tunaangamia? Yesu hakuwajibu, akaiupa, akaigeukia bahari, akaiambia bahari, itulie. Mara ghafla
ile bahari ikatulia. Wale wanafunzi wakamshangaa Yesu, wakasema, huyu nani hata bahari zinamtii? Yesu akawaambia, mbona mlikuwa na wasiwasi? Mbona mliona hofu? Sasa kutoka kwenye kile story ambayo ni mfano, unaturudisha kwenye amani yangu nawapa. Yesu alifaulu kulala katikati ya dhoruba ya mtumbwi ambao maji yameshaingia, sekunde chache zijazo na kwenda kuzama. Hakuwa na hofu yoyote, alitulia kwa sababu ndani kabisa ya Yesu ilikuwemo amani yake. Alikuwa na amani yake. Wanafunzi walipaniki, wapambe walipaniki, wakajaribu kutumia nguvu zao kutoa maji, kwa maji ni mengi kuliko ndege. Wakaona wanakufa, hata kumwomba Yesu msaada walishindwa, wakaenda kumlaumu na kumnung'unikia, wewe unaonaje unalala, sisi tunapata taabu, tunaenda kufa. Kwa nini? Kwa sababu wao hawakuwa na amani ya Yesu ndani yao. Yesu kwao alikuwa amekaa kwenye shetri, alikuwa hajakaa ndani yao. Ngoja nikwambie, katika maisha tutapambana na dhoruba nzito na kala. Ili tuweze kuzistahimili, lazima huyu Yesu akala ndani yetu. Ndio maana akasema, ndio maana akawaambia siku moja wanafunzi wake, akinipenda, mtu akinipenda mimi Yesu na Baba tutakuja tukae ndani yake. Tazama, anasimama na bisha mlangoni, atakayefungua mimi nitaingia na nitaishi na kukaa ndani yake. Sasa moja ya jina la Yesu anaitwa a king of Salem, kama Melkizedek, mfalme wa Salem. Sasa Salem manake ni salama, amani, manake ni a king of peace. Unapomruhusu huyu Yesu akae katikati ya dhoruba, nazungumzia acha yale madhoruba ya nje, eternal conflicts, eternal disasters, majaribu na madhoruba ya ndani, kutakuwa na amani milele kwenye maisha yako. Jambo la kwanza, amani ni agano. Amani sio hisia. Amani ya moyo wako inategemea ni nani ambao umeingia naye agano, na sio hisia na mazingira ya wakati huo. Amani ya kweli haitokani na mazingira na vimbunga na tabu na madeni na hoja na vita na taarifa zinazokuja. Amani ya kweli inatokana na nani aliye ndani yako. Yesu akiwa ndani ya mashua ya maisha yako, kutakuwa na amani kama shua. Kitabu cha Isaya 26 mstari wa 3, maandiko matakatifu yanasema, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea, katika amani kamilifu, kwa kuwa amekutumaini wewe. Kuna watu wana amani lakini ni amani vipisi. Isaya 26 mstari wa 3 anasema, utamlinda yeye anayekutegemea. Anayemtegemea nani? Yeyote ambaye maisha yake ameabwaga kwa Mungu, yeyote ambaye maisha yake Mungu ndio kila kitu kwake, yeyote ambaye anasema anamtumaini Mungu kwa moyo wake wote. Ofisini, kazini, nyumbani, kijiweni, popote atakapokuwa, safarini, yeye ni Mungu ndio kila kitu kwake. Huyo mtu Mungu anaahidi atamlinda kwa amani iliyotimilifu. Kuna watu wana amani ipisi, amani vilema, amani nusu amani, lakini amani timilifu yatoka kwa Mungu, yatoka kwa Mungu. Na hii amani ni mtu. Amani sio hisia. Amani ni being, ni nafsi ya Mungu ya pili tu, Yesu. Ikikaa ndani yako kunakuwa la utulivu, matokeo ya kitu ambacho kwa amani. Amani yangu ni amani, complete peace, complete pattern of peace. Amani ndio timilifu. Mungu akupe amani timilifu. Mungu awape watoto wako amani timilifu. Ampe mume wako amani timilifu. Apipe mke wako amani timilifu. Yes, aachilie amani kwenye familia yako, ofisini wako, kwenye biashara zako, kwenye utafutaji wako. Amani ya ndani
ililete amani ya nje. Sikiliza, amani ya duniani inategemea mazingira, lakini amani ya Yesu inamtegemea Yesu ambaye ni mmiliki wa mazingira. Ngoja nikwambie, amani katika mfereji maarufu katika Persian Gulf, Gulf of Persia, guba ya Uajemi, inaitwa the Strait of Hormuz, the Strait of Hormuz, inategemea kauli ya jeshi la Iran kwa sasa hivi. Amani katika Strait of Hormuz inategemea manowari za Marekani, na amealika naomba watu wengi walete, jamani, leteni meli za kivita za kijeshi ili pawe na amani, meli zetu zipite zipeleke mafuta. Lakini amani ya Yesu, amani ya kweli, inamtegemea Yesu ambaye ameshikilia punzi ya warusha mabomu yanayopiga maisha yako. Ameshikilia punzi ya wanaotoa matamko katika ulimwengu wa roho na kuyumbisha familia yako, kuyumbisha kanisa lako, kuyumbisha maisha yako. Yeye ndio anayewakopesha uhai viumbe wote, wanadamu wote, na huyu sasa ndiye ambaye anapaswa kuwa amani yako. Huyu anapaswa kuwa amani yako. Mwache Yesu awe amani ya maisha yako. Moja kitu kizuri kuhusu Mungu ni kwamba Mungu hazuii wala hakatazi dhoruba. Anaruhusu wakati mwingine upitie mazingira magumu, upitie hali ya sintofahamu. Jambo kubwa kabisa katika maisha yako lisikutoke. Popote utakapokuwa, katika mazingira yoyote utakayokuwa, hali yoyote utakayopitia katika maisha yako, hakikisha unapitia uko na Yesu. Hakikisha unapitia uko na Mungu. Kumbuka, wanafunzi angalau walikuwa na mtu wa kumuuliza, alikuwa Yesu ndani ya chombo. Je, wewe utakapopitia utamuuliza nani? Yusufu alipotupwa kwenye shimo, aliingia ndani ya shimo akiwa na Mungu. Akatolewa akiwa na Mungu. Akaenda kwa Potifa akiwa na Mungu. Gerezani akiwa na Mungu. Akaingia mpaka ikulu akiwa na Mungu. Na ndio maana ndugu zake walipokuja kusema tumekosea, akasema hapana, hamjanikosea. Mungu aliruhusu haya nipate ili kwa faida yenu nyie, baadaye leo mje na nyie mpate ndao mkate, mkae sehemu Goshen, sehemu nzuri huku Misri. Kwa kila kitu kinamtokea mtu mwenye amani ya Yesu kwa faida yake. Unaweza usione sasa, lakini muda utakapomachua na kufika, utajua ni Mungu ndiye ananipitisha kwenye kabonde ka uvuli wa mauti. Hajanipitisha ili niishi kumbondeli na uvuli wa mauti, amenipitisha ili nipite nione upande wa pili wa maisha yangu. Unajua, kwa sababu Yesu alikuwa ndani ya ile mashua, wale nikwambie, waivuka wakatokea lambo ya pili. Kwa sababu Yesu alikuwa ndani ya merikebu ya Alexandria, wakati Paulo anapelekwa kule Italia, walijua wanakwenda kufa. Usiku ule malaika wa Bwana ambaye tumwa na Yesu, ambaye Paulo anamwabudu, alikuja akashuka akamwambia, usiogope Paulo, waambie na watu wote ndani ya merikebu hii kwamba Bwana ameniagiza nikwambie hakuna atakaye kufa hata mmoja. Waambie wanaume wote waamke waanze kula. Kwa nini? Ukitembea na Yesu katikati ya mawimbi lazima utoboe. Ukitembea na Yesu katikati ya dhoruba lazima mtukie upande wa pili. Ni hakika utafika. Somo la pili. Dhoruba ni darasa la imani. Dhoruba ni darasa la imani. Wewe nikwambie rafiki yangu, mwisho kabisa wa dhoruba kutulia, Yesu anawauliza, mbona mliona shaka? Mbona mlikuwa amna? Mbona mlikuwa amna? Mbona mlikuwa amna ile amani? Mbona mlikuwa amna fujo? Mbona mlifanya fujo je? Yesu azungumzie fujo za mawimbi, za fujo za watu wake ambao ipaswa tumwamini. Kwa hiyo dhoruba ni darasa la amani. Yesu alikuwa atapowafundisha amani katikati ya dhoruba ambazo zilikwenda kuwapata huko baadaye. Mara nyingi dhoruba zinakuja ili kufichua kile kilicho ndani ya moyo wa mwanadamu. Kuna wakati tunaweza tukaonekana tumesimama kiroho sana. Kuna wakati tunaweza kuonekana uchumi wako ni mzuri na upendo sana. Kuna wakati tunaweza kuonekana maisha yako yana amani nyingi, lakini hakuna amani. Wakati huo Mungu anakupitisha kwenye darasa, kwenye tuition za kiroho, kwenye semina za kiroho. Anaruhusu dhoruba iingie ndani ya moyo wako.
ili akuonyeshe kwamba kila ambacho ulikiona ni amani si amani. Kila ambacho ulikiona kwamba unakiegemea si cha kuegemea, kina kukimbia. Ubaki na Mungu peke yake. Kitabu cha Zaburi 107 mstari wa 29, huituliza dhoruba hata mawimbi yake hunyamaza. Huituliza dhoruba hata mawimbi yake hunyamaza. Na wakati maisha yanaweza kapelekea ukasahau ukubwa wa Mungu wako, ukaanza kumwona Mungu ni mdogo na dhaifu kuliko shetani, kwa sababu matatizo yamekuzinga, macho hayaone vizuri, moyo umegubikwa na simanzi na hoke na maswali yasio na majibu. Wanafunzi walikokuwa ndani ya Tomu walimuona Yesu ni mdogo kuliko bahari na fujo na dhoruba za bahari ambazo Yesu ndiye ameyumba hiyo bahari. Kila dhoruba, kila changamoto, kila shida ambazo ndani ya moyo wako unapitia saa hii, nje ya moyo wako unapitia saa hii, ni fursa. Ni fursa ambayo ukitumia vizuri utajifunza jinsi Mungu wako alivyo na nguvu. Hapa wanafunzi wasingejua hadhi na heshima iliyokuwa ndani ya Yesu kama kale kanumba kasingeruhusiwa siku ile. Nguvu ndogo, matokeo makubwa. Ukiwa na Yesu, nguvu ndogo, matokeo makubwa. Matokeo makubwa kwa nguvu ndogo. Bofu ni kama tundu kwenye meli au kwenye merikebu. Imani ni nanga inayozuia hiyo meli sizako. Kwa ukiendelea kuwa na hofu, unatanua tundu kwenye huo mtumbwi, maji yakazidi kuingia ukazama. Yesu anataka uishi kwa imani na usiishi kwa hofu. Kama Yesu anaweza kulala na huyo Yesu yuko ndani yako, na ruhusiwa kulala na kupumzika. Maana ni nini? Mungu anasema hazimii wala achoki. Halali, does not slumber. Mungu asinzii wala azimii wala achoki. Na yuko macho, yuko kazini kwa ajili yako. Kiumbe ambaye amekupenda hata akaruhusu mtoto anayempenda Yesu Kristo afe kwa ajili yako. Kwa hiyo Mungu halali kwa ajili yako. Una haki yote ya kulala, una haki yote ya kusinzia, una haki yote ya kupiga story tu vizuri na mke wako, hata kama wanyawe analia juu ya bati, acha alie, maana Mungu yuko busy na majeshi ya malaika kuhakikisha kwamba maisha yako yanakuwa salama. Imani haifanyi dhoruba itokee kwenye maisha. Imani haiti madhoruba. Imani haikufanyi uingie kwenye dhoruba na kunitengenezea. Imani inakuandaa tayari. Inauandaa moyo wako kuwa na amani katikati ya dhoruba za maisha. Pointi ya 3 ni nguvu ya neno nyamaza. Nguvu ya neno nyamaza. Yesu anasema amani ya Yesu ina mamlaka juu ya fujo za moyoni na hatari za nje. Nirudie tena, amani ya Yesu ina mamlaka, ina authority juu ya fujo za nje na amani na fujo za ndani ya moyo. Kuna wake tunapitia fujo, vurugu ndani ya wanja, kuna utulivu mkubwa sana ndani yake. Kuna vurugu zinaendelea nje, ametulia, ni mtu tu mzuri, mwema, ni mfano mzuri wa kuigwa. Pindi ndani fujo, vurugu na hatari. Sasa nataka kuongea na wewe kuhusu uwezo wa Yesu. Uwezo wa Yesu ni uwezo wa kuzima vurugu zinazoendelea ndani na vurugu zinazoendelea nje ya mtu, na mtu akawa na amani timilifu. Kitabu cha Hesabu 6 mstari wa 23 na 26 Hesabu anasema Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Bwana akuinulie uso wake na akupe amani. Tunazungumzia uwezo wa kusema nyamaza na kutulia. Lakini pia Yesu anawaambia amani yangu nawapa. Amani yangu nawapa. Hata huyu Yakobo na mshangaa, Petro na mshangaa, wale Luka na wale wasema Luka hakuwepo, hawa kina Mathayo na mshangaa, kwa sababu hii ilishaandikwa, Bwana awape amani. Yesu anawarudishia neno ambalo lipo kwenye maandiko leo kwa kwenye zile Pentateuch, zile Pentateuch au Septuagint ilikuwepo wakati huo, kwamba inawapa amani. Amani ya Yesu, a new blend version of peace. Ni blend mpya ya amani ambayo inakuputia ndani yako. Alafu mambo mengine yote yanakuwa shwari. Vurugu kwenye moyo zinatulia. Mawazo yanapoa. Hii ndio amani ambayo nataka leo tuiombe Mungu. Watu wengi tunapitia dhoruba, pepo, mitikisiko ya ndani na ya nje.
lakini tunaitazama na kuiangalia na kulia na kulalamika na kujieleza sana. Mtafuta watu ambao wanaweza kukusikiliza ukaelezea sana, mimi nyumbani kwangu nani. Yesu anatufundisha dawa ya dhoruba ni kuikemea na kuiambia itoke kwenye maisha yako. Hata kama ikiendelea, endelea kukomaa naye, shughulika na dhoruba. Usitumie muda mwingi kueleza matatizo yako kwa watu. Tumia muda mwingi kuyaelezea hayo matatizo kuhusu nguvu na uwezo wa Yesu. Katika maombi ongea na Mungu, lakini pata nafasi wa kuyaongelesha haya mkatishi. Jambo la 4 na mwisho katika siku ya leo kabla tuenda kuomba. Amani kama ulinzi wa moyo. Amani ni ulinzi wa moyo. Amani ya Mungu inafanya kazi kama ngome, garrison ambayo imeuzunguka moyo wako dhidi ya wasiwasi, hofu, mashaka na sintofahamu za kimaisha. Zaburi 4 mstari wa 8 anasema, katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara. Sasa sikiliza, anasema katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara. Naongea na wewe ambaye ukijilaza haupati usingizi mara. Ukijilaza haupati usingizi wa ghafla. Ukijilaza unajikuta saa 8 inakukuta uko macho. Wakati mwingine machozi yanatiririka. Wakati mwingine moyo unauma. Biblia haijaahidi hivyo vitu. Inatakiwa vikome kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Biblia inasema katika amani, moyo wako ukizingiwa kama ngome na amani hii ambayo tunaizungumzia, amani ni kupai, amani ya Yesu. Inazima kutokusinzia. Lakini anasema kwa kuwa wewe Bwana peke yako unanijalia kukaa salama. Kwa kuwa wewe Bwana peke yako unanijalia kukaa salama. Nikwambie kitu rafiki yangu, Bwana peke yake ndiye anao uwezo wa kukufanya ukakaa kwenye hiyo ofisi salama, kukufanya ukakaa na huyo mume na mke salama, kuwafanya familia yenu ikakaa salama, kukufanya biashara kukaa salama, uchumi wako kama akikurudi kwa salama. Bwana pekee hunijalia kukaa salama. Kwa nini tumesema amani ndio nguzo ya kimungu ambayo inauzingira moyo wako usiingiziwe vurugu za nje na moyo wako? Maji ya nje ya meli yakiingia ndani kupitia tundu ambao kwenye imani tunasema ni hofu, au yakabwangwa kupitia mawimbi yakaingia ndani, maana yake umefungua moyo upokee mawimbi ya majungu na watazama madereva ya dunia hii. Nini kitatokea? Meli hiyo itazama. Amani anasema atakuzingia na kamari, utaharaka salama. Itazumbuka moyo ambao ni chombo chako ambacho kinabebea amani yako. Hakuna maji ya nje yatakayoingia ndani, hivyo utakuwa salama katika nyakati zote. Amani ni ulinzi, inazuia mawazo mabaya yasiharibu afya yako. Elon Musk hata awe na utajiri wa bilioni ngapi, kwa sasa ana bilioni US dola bilioni kama 800 plus, akawa na trilioni 1, hawezi anaweza akatumia trilioni zake zote kununua amani na siipate, maana amani hainunuliwi. Amani ni Yesu, amani ni Mungu. Akikaa ndani yako panakuwa meshwari na ukimya usio wa kawaida. Hakuna tajiri anaweza kununua amani. Nikutie moyo, unapoteza muda wako bure kutafuta amani kwa washauri. Tafuta amani kwa Yesu. Ndiye Mungu wako. Weka kombe yako vizuri tambolo, na maisha yako yatakuwa na amani kama shwari. Mungu ananielekeza kupitia Roho wake nikwambie utamke pamoja nami maneno haya. Ni maneno ambayo yanakwenda kukutia nguvu na yanakwenda kukubariki sana. Sema, mimi ni mtoto wa mfalme. Mashua ya maisha yangu imembeba Yesu. Tamka leo, nakataa hofu na wasiwasi. Jitamkie. Ikiwa neno lake linasema nyamaza, tulia, na bahari ikatulia, na mimi kwa neno la Yesu kila vuguvugu la ndani ya moyo wangu litulie kwa jina la Yesu. Litoweke kwa jina la Yesu, na moyo wangu ukawe na amani tele. Jitamkie. Mwambie Yesu, moyo wangu ukawe na amani tele. Sitanyamaza, sitafeli, maana yeye
ndani yangu ni mkuu kuliko dhoruba iliyo nje. Mwambie Mungu, tamka, litamkie, sitafeli, sitaanguka, sitanyamaza, kwani ni Yesu aliye ndani yangu. Mwambie Yesu, Yesu wewe uliye ndani yangu una nguvu kuliko dhoruba za nje. Jitamkie, nina amani, nina ushindi na amani ndani yangu katika jina la Yesu. Bwana aondoe hofu zote ndani yako. Bwana akurudishie amani iliyopotea kwa muda mrefu. Yesu aingie ndani yako na kupoza na kuponya vidonda na magonjwa yaliyo ndani ya moyo wako. Lakini Mungu aachilie nguvu sio kawaida ikayazingire maisha yako. Baba Mungu wa mbinguni, ninakushukuru sana kwa ajili ya mtoto wako ambaye anafuatilia habari hizi njema hapa Patakatifu Media. Katika saa hii Bwana, ninakuja mbele zako nikikushukuru kwa kuwa neno lako umeruhusu alipokee na kulisikia. Na nasema asante kwa sababu amefurahia neno lako. Ninakushukuru Mfalme, maana neno lako limemjenga na kumjaza nguvu. Sasa na hata kimi nimtamkie mambo machache na nimtangazie mambo machache, ili Bwana jina lako liendelee kumhifadhi na kumtunza mpaka ujapo mara ya pili. Bwana, kama ambavyo ulikelele ile dhoruba ikatulia, kwa mamlaka ulionipa ya jina la Yesu natangaza tangu sasa, kila dhoruba inayosumbua na kuleta fukuto kwenye moyo wake, kama inatokana na dhambi, itoweke kwa jina la Yesu, na dhambi zake zote Bwana zifute na kumsamehe. Kama inatokana na watu wanaomzunguka ofisini, Bwana dhoruba hiyo ikome tangu sasa kwa jina la Yesu. Kama inatokana na marafiki, mawifi, mashemeji, ukoo, katika jina la Yesu, dhoruba za kiukoo na zimukusa ndani yake Bwana, kama zinapokana na kushindwa usimamie wafanyakazi wake, unasababisha kichwa kinawaka moto, katika jina la Yesu Bwana achie utulivu kama ulioachilia kwenye bahari siku ile. Mungu, ninaomba ile roho ya hofu ambayo tukaututupa itokayo kwa mwovu iliyousingira moyo wake, hofu ya kifo, hofu ya ajali, hofu ya mabaya kumpata, hofu ya kuachana, hofu ya kufilisika, hofu ya kufukuzwa kazi, hofu zote ambazo zimejaa ndani ya moyo wake, katika jina la Yesu, hofu ya kutokuolewa, hofu ya kupata kugongwa na magari, hofu za kila namna, kushindwa kulipia watoto ada, hofu ya kuto kujenga nyumba, hofu ya kuto kuingia mbinguni, zote kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haukutupa hofu, utupa roho ya ujasiri. Natangaza tangu sasa, roho ya ujasiri iingie ndani ya mtoto wako, iingie ndani ya mtoto wako sasa. Hofu zote teketea kwa jina la Yesu. Hofu zote toweka kwa jina la Yesu. Hofu zote kimbia bali kwa jina la Yesu. Na Mungu wa mbinguni, naomba kwa sababu huyu ni rafiki yako na unampenda sana, ninamwombea ni Bwana ukamuimarishe sana. Ninamwombea na mke wake, Bwana ukamuimarishe sana, na mume wake Bwana uimarishe sana, na watoto wake Bwana uimarishe, na mchumba wake Bwana uimarishe Bwana, na kazi yake Bwana uimarishe. Mzingire na wigo wa moto kama Ayubu, mzingire na nguvu zako kama Daudi, katika jina la Yesu. Kama Yakobo alipopita katikati ya maadui, nami namtangazia popote atakakopita asiwepo wa kumweza. Bwana namtangazia akawe juu tu wala asiwe chini tena kwa jina la Yesu. Mungu, ninaomba kwa ajili ya baraka ya uhai, umpe uhai na uzima, uishi muda mrefu na uzima wa milele ukawe juu yake. Ninamtangazia Bwana, mpe ujasiri wa kimungu, asishindwe na wote, asishindwe na yoyote. Mpe roho ya kupenda, roho ya kupenda kukutumikia, roho ya kupenda kutoa fedha zake ili kazi yako isikome kwa lolote. Mbariki ingiapo, mbariki atokapo. Nuru ya uso wako umwagazie, muongoze apitapo. Usimwache mfalme wa amani, katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Mimi ni Maraba Misa hapa Patakatifu Media. Karibu tena Jumatano nyingine.